baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaendelea. Tulisema siku ya leo kadhalika tutaitumia kwa ajili ya kusoma kitabu tauhid. Kwa hiyo siku za kitabu tauhid zitakuwa ni mbili, Jumatano na Alhamis. Kwa leo tumeongeza hii siku kuwa ni siku ya kitabu tauhid biidhnillahi alkarim, na tumetembelewa na ndugu yetu kutoka Tabora, mwanafunzi wa Sheikh Abu Musa Kiza hafidhahullah ta'ala, Abu Miqdad alikuja kutembelea. Alikuwa mwenyeji wetu safari yetu ile ya Tabora, alikuwa ni katika wenyeji wetu wa kutuzungusha mji na kadhalika kwenda kidawa Urambo na kurudi. Alhamdulillah, Allah ajazie khaira. Ameona asiondoke mpaka aijue nasrun min Allah, na leo ni mara yake ya kwanza. Allah amwekee fi mizani hasanati. Naam. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. أنا سمع الشيخ رحمه الله تعالى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. mlango uliokuja kubainisha ya kwamba baadhi ya watu katika umma huu, al-umma al-muhammadiyya, umma wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baadhi ya watu katika umma huu yaabudu al-awthana, wanaabudu mizimu. Angalia insaf na uadilifu wa Sheikh rahimahullah. Amesema baadhi ya watu katika umma huu, kwa sababu wapo katika mahasimu wake au miongoni mwa mahasimu wake wanaodai kwamba huyu al-Imam Muhammad rahimahullah anakufurisha mijtamaa ya Kiislamu. Hapa amesema kwa hati ya mkono wake, baadhi hadhihi al-umma, baadhi ya watu katika umma huu yaabudu al-awthan, wanaabudu mizimu, na kwamba huu umma wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ghairu ma'suma, haujakingwa min alwuqu'i fi shirki, kutokamana na wao kuingia katika ushirikina, haujakingwa. Tumeelewana vizuri hapa? Sisi tunaitakidi kwamba mitume wamekingwa na makosa, si ndio itikadi yetu? Je, masahaba wamekingwa na makosa? Hawajakingwa na makosa. Je, maimamu 12 wa mashia wamekingwa na makosa kwa mujibu wa itikadi ya Ahlus Sunna? Hawajakingwa na makosa. Waliokingwa na makosa ni mitume. Hivyo umma huu haujakingwa na makosa, kwa maana unaweza ukafanya mambo ya kukosea. Wanaweza wakapatikana ambao watakosea na wengine wasikosee, kama ambavyo wanasema ahlul ilmi, kama ambavyo waliingia watu katika dini hii makundi kwa makundi, kadhalika wanatoka wengine kwenye dini hii. Hali iko hivyo. Sababu ya al-Imam Muhammad rahimahullah kuweka mlango huu, sababu ya kuandika huu mlango na akaweka katika kitabu tauhid, kama wanavyobainisha wanawazuoni wetu, ni kuvunja madai ya baadhi ya watu wanaosema inna shirka la yumkinu
an yaqa fi hadhihi al-umma, kwamba ushirikina bwana hauwezi ukarudi tena katika umma huu. Umma huu tayari umma wa Kiislamu, hawa ni Waislamu. Shirki ilishatokomea tangu zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alitokomeza shirki kaisha. Kwa hiyo kuambiwa kwamba shirki fulani anafanya shirki, jambo hilo halipo, sababu shirki ishatokomea, haipo. Na wana hoja zao wanazozisema katika kuhalalisha msimamo wao huo, ikiwemo ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, inna ash-shaytana qad aysa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arabi walakin fi at-tahrishi bainahum. Shetani ameshakata tamaa kwamba hatoabudiwa tena. Ameshakata tamaa shetani ya kwamba hatoabudiwa tena katika jazira ya Waarabu. Wakasema, unaona maneno ya Mtume amesemaje hapa? Ameshakata tamaa kwamba jambo la shirki kuja kuabudiwa shetani tena halipo tena. Hoja zao hii, hoja yao miongoni mwa hoja zao nyingi. Kwa hiyo Shekhe rahimahullah akaweka huu mlango naam, kuwabainishia Waislamu kwamba watapatikana sehemu ya watu katika umma huu ambao watarudi kwenye kuabudu mizimu na kuyaabudia masanamu na mengineyo, kama vile kwenda kuabudu kwenye makaburi, kuwaomba waliozikwa kwenye makaburi hayo, kuabudu mawalii na kuwaomba mawalii hao. Haya mambo yatapatikana kwa baadhi ya watu katika umma huu, kwa sababu huu umma hujakingwa na makosa. Isma ipo kwa mitume wa Allah alayhi wassalam, sio kwa wafuasi wa mitume. Kwa hiyo kama watapatikana baadhi ambao wataabudia mizimu, na watapatikana kwa maana nyingine watabakia wengine katika Uislamu wa sawa. Naam, kwa ushahidi wa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyotaja al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala katika Sahihul Jami', hadithi ya sahaba Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, la tazalu ta'ifatun min ummati qawamatan ala amri Allahi la yadhurruha man khalafaha. Imekuja kwa lafzi tofauti. La tazalu, halitoacha kuwa, ta'ifatun min ummati, kundi katika umma wangu, halitoacha kuwa kundi katika umma wangu, qawamatan ala amri Allah, limesimama kidete katika kusimamia dini ya Allah tabaraka wa taala, la yadhurruha, halitodhuriwa kundi hilo, man khalafaha, na wale watakaokwenda nalo kinyume, litabaki katika haki mpaka kiyama. Kwa hiyo kama ambavyo watapatikana baadhi ya watu katika umma huu ambao wataabudia mizimu, lakini kadhalika lipo kundi jingine limesimamia haki, limesimamia dini ya Allah tabaraka wa taala mpaka kiyama. Dhahiri amesema yaabudu al-awthan, ambao watakuja kuabudia mizimu. Awthan tumesema ni mizimu. Awthan wingi wa neno wathanun, ukiwa mmoja, mzimu.
mzimu ni nini? Ahlul ilmi wakifasiri maana alwathan katika lugha ya Kiarabu wanasema yutlaqu ala kulli man qusida bi ayi naw'in min anwa'i al-ibada. Hukusudiwa, hutajwa hili jina wathan na likakusudiwa yeyote ambaye atakusudiwa na kuelekewa kwa namna yoyote miongoni mwa aina za ibada, kwa maana akaelekezewa aina miongoni mwa aina za ibada, huyo ni mzimu au hicho ni mzimu. Kwa hiyo kama ni jiwe, kuna jiwe limewekwa alafu kuna watu wanakuja kumwaga damu, wanakuja kuchinja wanyama wao, inaambiwa hadha wathanun, huu ni mzimu. Hadha wathanun, huu ni mzimu. Au kama kuna kijimti fulani hivi kina matawi mawili matatu, mfano kidogo dogo, kikubwa kubwa, kirefu refu, kifupi fupi, lakini wanakuja watu pale wanalia, wanaomba, wanagaragara, wanaushika ule mti, wanajipapasa, wafanya kadha wakitaraji baraka na kadha, huo ni mzimu. Au kukawa kuna umbile au sura ya kiumbe wakati limetengenezwa jipicha kwa kutumia saruji, simenti au kadha, limefanana na mwanamke fulani hivi, alafu watu wanakuja pale wanalikitia magoti, wanaonyesha unyenyekevu wao, wanaomba mbele yake, tunasema hadha wathanun, huu ni mzimu. Kwa hiyo mzimu ni chochote kinachoelekezewa namna miongoni mwa namna za ibada, ima kuchinja kikawa kinachinjiwa, au nadhiri kikawa kinaekewa nadhiri, au kinahofiwa hofu, watu wanakihofu hicho. Kadhalika watu wanakitegemea, kuna tawakkul ndani yake, na kwamba tunakuja sisi, mategemezi yetu yako kwako wewe, tusaidie, usituangushe, sisi ni vijana wako. Chochote kile ambacho kinaelekezewa nau' min anwa'i al-ibada, iwe ni sanamu, liwe ni kaburi, iwe ni mashhad, iwe ni miti na yasiyokuwa hayo. Dalili kwamba chochote kitakachoelekezewa ibada huwa ni wathan, huwa ni mzimu, aya ya Allah katika suratul Ankabuti aya ya 17, maneno ya Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam, anasema kuambia watu wake, innama ta'buduna min duni llahi awthana. Mbona matumia neno awthana, wingi wa neno wathan? Tumesema wathan ni moja, vikiwa vingi awthan mizimu. Kwa hiyo akasema Ibrahim al-Khalili, innama ta'buduna min duni llahi awthana, hakika si vinginevyo, innama ta'buduna min duni llahi awthana, mnavyoviabudia kinyume cha Allah, awthana ni mizimu, hivyo mnavyoviabudia mlivyovichonga kwa mikono yenu. Akaviita nini? Awthana. Kwa maana kwamba wathan ni kila ambacho kinaelekezewa ibada. Na wao walikuwa wakiabudia masanamu, hawakuwa wanakwenda kwenye miti. Baadhi ya watu wanadhani kwamba mizimu lazima kuwa na kichakachaka, kipori, kuna sehemu watu wanaingia hapo, kuna miti hapa na pale, kuna kijibanda kidogo mpaka uiname ndio uingie ndani, kuna vitambaa humo vipo vyekundu na vyeupe na kadha. Hata jisanamu lako ambalo kama umeliweka mahala, kwa kuwa hawa walikuwa wakiabudia masanamu, watu wa Ibrahim, kama ilivyokuja aya ya 71.
qalu na'budu asnaman fanadhallu laha aakifin, wakasema na'budu asnama, tunayaabudia sisi masanamu, fanadhallu laha aakifin. Sasa kumbe walikuwa wakiabudia masanamu, lakini bado Ibrahim akawaambia mnaabudia nini? Mizimu, kwa sababu mzimu ni chochote kinachoelekezewa nini? Ibada, liwe ni jiwe limechongwa, limechorwa kadha, hiyo ni wathan. Sahaba mmoja anaitwa Adi ibn Hatim, alikuwa amevaa msalaba wake, alikuwa mnaswara Nasara, na walikuwa wapo manasara wa Arabu, walikuwa manasara. Amevaa msalaba wake, msalaba wa dhahabu. Adi bin Hatim at-Tai radhiyallahu anhu. Akakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ana msalaba wake, kama anavyosimulia mwenyewe hii hadithi. Anasema ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nilimwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapa tunakisherehesha kichwa cha habari, tunakizungumzia kichwa cha habari. Wathan kitu gani? Tumeona kwamba baadhi ya umma huu wanaabudu mizimu, tumeona pia baadhi nyingine hawatoabudu na watabaki kwenye fitra yao na tauhidi yao mpaka kiyama. Tumeelewana vizuri. Tumeona kwamba Sheikh kumbe ameandika mlango, alikuwa anawajibu baadhi ya watu waliosema kwamba hakuna shirki tena, na hoja yao walioileta, na Sheikh ana hoja zake dhahiri, alafu zitaangaliwa sasa hapa ipi ni ipi. Je, alikuwa sawa Sheikh rahimahullah, au wao ndio walikuwa katika usawa kwamba shirki haipo tena? Na kusema shirki haipo tena na uhalisia wa hali ni shahidi juu ya uongo wa maneno haya. Uhalisia wa hali ni ushahidi juu ya uongo wa madai yao kwamba hakuna tena shirki. Shirki zipo bwana. Utasemaje umma huu hautaingia kwenye shirki wakati dhahiri shahiri sisi tunaona? Anasema Adi ibn Hatim at-Tai radhiyallahu anhu, ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa fi unuqi salibun, nilimjia Mtume sallallahu alayhi wasallam na shingoni mwangu nimevaa msalaba. Huyo msalaba ulikuwepo tangu zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dhahiri manake walikuwepo manasara wanaovaa misalaba tangu zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dalili juu ya hilo na ushahidi ni hii hapa hadithi. Wa fi unuqi salibun min dhahabi, na shingoni mwangu nimevaa msalaba uliotokamana na dhahabu. Faqala, akasema yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Adi, ewe Adi, itraha anka hadha alwathan, hebu utupe huo mzimu. Mzimu umevaliwa shingoni, yani mzimu uko shingoni. Itraha anka hadha alwathan, hebu utupilie mbali huo mzimu. Kauita mzimu msalaba, kauita mzimu. Kwa nini? Kwa kuwa unaabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeelewana vizuri hapo? Ndio pale tunaporudi kwamba mzimu kumbe ni kila kitu kinachoelekezewa moja ya aina za ibada, iwe ni plastiki la kimsalaba, imetengenezwa kwa plastiki au shaba, au imetengenezwa kwa fedha, au imetengenezwa kwa dhahabu, au imetengenezwa kwa udongo, au imetengenezwa kwa kadha. Muda wa kuwa wewe una itikadi nacho hicho kitu,
na kukielekezea ibada miongoni mwa ibada. Manasara wanaomba ule msalaba, wanaomba hawaombi? Wanaomba. Na maombi kwetu sisi ni ibada, na ibada anaelekezewa muumba wa mbingu na ardhi, Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Rasul alayhi salatu wassalam, mtume wetu, akamwambia Ali, hebu tupe huo mzimu hapo. Ali aliyekuja ametoka kwenye unaswara, amekuja Madina kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asili ya kwao ni Yemen, na Yemen walikuwepo ahlul kitabi zama hizo. Kulikuwa na Mayahudi, kulikuwa na Manasara. Anasema Adi radhiyallahu anhu, wasami'tuhu yaqra'u fi surati Baraa, na nilimsikia siku hiyo, nilimsikia akisoma aya katika suratu Baraa. Alafu Adi akaisoma ile aya aliyomsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma. Aya gani? ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, wamewafanya ahbarahum, wanawazuoni wao kwenye dini zao, wataalamu wao wa dini. Wengi wa neno habru au hibru, hibru au habru ni mwanawazuoni. Na ndio maana Ibn Abbas radhiyallahu anhu jina lake la kupachika anaitwa Hibrul Umma. Anaitwa nani? Hibrul Umma, mwanawazuoni wa ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hibru wingi wake ni ahbar. Ahbar ni wataalamu wa dini. Ittakhadhu ahbarahum, wamewafanya wale wataalamu wao wa dini, wajuzi wao, wa ruhbanahum, na wale wataabadi wao, watu wao waliojikita katika ibada, magwiji wa ibada kwenye dini zao, wamewafanya hawa arbaban min dunillah, kuwa ni waungu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Adi bin Hatim anasema nikamsikia anaisoma sura hii, aya hii iliyopo katika suratu Baraa, na yeye ametoka huko kwenye unaswara na ana salaba lake la dhahabu. Qala, aliposikia ile aya ikisomwa na Rasul alayhi salatu wassalam, akasema kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama innahum lam yakunu ya'budunahum, lakini mbona wao hao Manaswara hawakuwa wakiwaabudu hao? Yani aya kana kwamba inasema, na ndivyo ilivyo, wamewafanya kuwa ni waungu wao, wanawaabudu mapadire wao, wanawaabudu wamonaki wao. Adi bin Hatim ametoka unaswarani, anajua yaliyopo kule, anamwambia mbona hawakuwa wakiwaabudu? Walakinnahum kanu, lakini wao walikuwa, idha ahallu lahum shay'a istahalluhu, wanapowahalalishia wao jambo, na wao wanalifanya hilo jambo kuwa ni halali, wanalikubali kwa kuwa limekubaliwa na ahbar, kwa kuwa limekubaliwa na ruhban, watawa wao, wamonaki wao, wataalamu wao wa ibada, wajuzi wao wa ilmu ya dini katika pande zao. Ama kuwaabudu, yeye alidhani kwamba kuabudu ni labda kuwasujudia na vitu kama hivyo. Akasema hawakuwa wakiwaabudu hivyo, hawakuwa wakiwaabudu, isipokuwa tu walikuwa hao ahbari wao na ruhban wanapowahalalishia kitu, wao na wao wale wafuasi wanakihalalisha kwa kuwa kimetoka kwenye ngazi za juu. Tupo hapo, muelewe vizuri.
wa idha haramu alaihim shay'a, na wanapowaharamishia kitu fulani, haramuhu, wafuasi na wao wanakiharamisha. Hadithi hii ameitaja al-Imam at-Tirmidhi biisnadin hasan. Kwenye riwaya iwe hii au nyingine, Mtume akamwambia Ali, hizo ndizo ibada zenyewe, hizo ndizo ibada zenyewe. Wanahalalishiwa la haramu na wanaharamishiwa la halali, wao wanakubali kuwatii katika hilo, ilhali anayeweka sharia kuwaekea waja wake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wamechukua jambo la Allah wakawa wanawahalalishia watu kama vile Allah anavyowahalalishia viumbe wake. Hawa wakawa wanawaharamishia waumbe wenzi wao kama ambavyo Allah anawaharamishia waja wake. Wakachukua nafasi ya jambo katika mambo anayohusika nayo Mwenyezi Mungu Allah tabaraka wa taala. Tumeelewana vizuri hapo? Mfano, sheria zote zimekuja kubainisha nafasi na uzuri wa kuendeleza kizazi katika njia iliyokuwa njema. Njia iliyokuwa njema ni kuoana, na jambo la kuoa na kuolewa, sharia zote zinalifurahia jambo hilo na kulikubali jambo hilo. Sasa inapotokea baadhi wanasema kwamba wewe usiolewe na wewe usioe, alafu yule aliambiwa usiolewe akakubali, na yule aliambiwa usioe akakubali. Kuoa ni jambo la halali, huyo ameharamishiwa. Yani kuoa ni jambo amelihalalisha muumba wa mwanadamu, alafu anatokea mmoja katika wanadamu au sehemu ya wanadamu wanawaharamishia wanadamu wenzi wao wa kike na wa kiume suala la ndoa, kwamba wewe usioe, wewe ndio taratibu za hilo jambo. Akakubali, akawa anabaki anaugulia rohoni, anabaki anaugulia rohoni, mwisho anakufa na utamu wake. Kwa nini kakubali? Kwa nini kaekewa sheria hii ambayo inapinga sheria kuu? Amemfanya huyu ni wake nani wake huyu? Mola wake aliyemuumba. Sasa kumtii katika hilo ni kumfanya kwamba huyu ni muumba mwingine anayeweka sharia kwa waja wake. Tayari ushamwabudu. Kule kuitika katika maamrisho yake tayari umeshamwabudu, hususan katika mambo ambayo kwamba inakwenda kinyume kabisa na taratibu za kidini. Sisi tumeelewana vizuri hapa? Mtume SAW alipoambiwa na Adi kwamba walikuwa wakiwahalalishia na wao wanahalalisha, walikuwa wakiharamishiwa na wao wanakubali, akamwambia hiyo ndio ibada yenyewe, wao kuabudu watu wenzao kwa kukubali amri zao, wakazipinga amri za Mola subhanahu wa ta'ala. Mahalo shahid, vua au ndoa huo mzimu shingoni mwako, kwamba mzimu kumbe ni kila kinachoabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim.